Penzi zito kilo 150. Ukisikia penzi penzini tia neno Sutwe kati ya Vidola na Kiredio, basi kwa sasa ni miongoni mwa couples ambazo zinafuatiliwa ndani ya East Africa na tunazionea mbali sana mahusiano yao. Kuna baadhi ya watu wengi sana wamekuwa wakiwatakia mabaya na kusema kwamba wataachana tu, lakini mpaka hivi sasa limekuwa ni couple ambalo kwa sasa nchini Tanzania na East Africa kwa ujumla yani linafuatiliwa kinoma noma. Sasa za ndani kabisa kwa maandalizi ya kimya kimya na yanayofanywa kimalengo zaidi na Kiredio ni kuingia kwenye ndoa. Ni one of the best movement ambazo tunaziona na ni hatua ambayo kila mmoja amekuwa kimwombea mwenzake aweze kuingia kwenye ndoa. So kwa Kiredio kuingia kwenye ndoa na Vidola nafikiri ni jambo ambalo ni laheri sana. Yani ukifuatilia mahusiano yao tokea kipindi kile ambacho Vidola alikuwa yuko chuo first year, ambapo ndo mahusiano ya Kiredio na Vidola yalipoanzia na approaching zikaanzia pale na wakaingia kwenye uchumba. So kwa miaka ambayo wameishi mpaka sasa, hivi sasa ninavyozungumza kwamba wapo kwenye strong relationship, ambapo kama ni kujuana wanajuana sana kwenye issue ya madhaifu ya Vidola na madhaifu ya Kiredio, yani it means kwamba wameshazoeana. Kwa kilichobakia kwa sasa ni kuamua kuingia kwenye hatua ambayo ni kubwa na ni ngumu, kwa sababu ishakuaga ni kawaida kwamba watu wanaweza kaishi kwenye mahusiano hata miaka 6 mpaka 7, lakini wakiingia kwenye ndoa wanadumu ndani ya mwezi mmoja miwili, yani mezidi sana ni mwaka mmoja. Tena kwenye ndoa za sasa ambazo nazungumzia karne yetu sisi, yani kuona watu wanaingia kwenye mahusiano na wakadumu hata kwa miaka 10 mpaka 8 ni jambo la kawaida. Nina mifano hai ambayo ishatokea mastari tofauti. Mtu kama msemaji wa Yanga Ally Kamwe pia alishawahi kuzungumza na pia tulijionea wenyewe kwamba alikuwa kwenye mahusiano almost kwa miaka 5 na mwanamke wake, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa yani almost haikudumu hata miezi 4 na 5 ndoa ikavunjika. So ni jambo ambalo tumekuwa tukiliona na ni ngumu sana hasa kwa kizazi chetu ambacho kudumu kwenye ndoa yani zaidi ya miaka 5 inaweza pia ikawa pia ni changamoto kubwa sana ambayo imeendelea kuikumba Tanzania na nje ya Tanzania. Na hii nahisi ipo barani Afrika kwa asilimia kubwa. Kumekuwa na uswahili mwingi sana ambao unaendelea hivyo. Kudumu kwenye ndoa ni changamoto sana kwa sisi ngozi nyeusi, lakini kwa sasa baada ya kufuatilia na kupokea taarifa kwamba Kiredio anafanya maandalizi, kashaanza kwenda nyumbani kwa Vidola, unaambiwa yani nyumbani anafahamika yani Kiredio, na tayari kuna mazungumzo na vikao tofauti ambavyo vinaendelea na tunategemea pia kuona maandalizi tu mazuri ambayo yanafanyika. Lakini pia unaambiwa shida nyingine ambayo imejitokeza ni kwamba wazazi na baadhi ya ndugu wa Vidola ni kama ameshaanza kutilia pia uzito jambo baada ya kutaja pesa ambayo ikiwa si jamani kwa maisha ya Kiredio, hata kama ni star na anaingiza pesa nyingi, na nahisi kwamba kilichomponza Kiredio ni kuja kuweka wazi. Kuna deal ambayo alizungumza kwamba kwa mwezi alikuwa anapokea almost kama zaidi ya milioni 30. Sasa bwana, baadhi ya familia, wajomba na ndugu wa Vidola umeshaanza kutilia mkazo, kwa sababu umeshaona kwamba kijana anania kabisa kumua Vidola. Kwa hiyo ni lazima waanze kutia kidogo changamoto za kuweka pia mlima wa pesa uwe ni mrefu. Kwa hiyo mpaka sasa unavyoambiwa kwamba kwa mahari ya Vidola yani za chini kabisa na za ndani ambazo nakupenyezea ni kwamba yani pesa si chini ya milioni 20. Sasa jamani, imagine hata kama kweli Kiredio ana uwezo wa kuingiza zaidi ya milioni 20 kwa mwezi, lakini sio kwa mtoto wao jamani kuweza kumfanyia kitu kama hicho, ambacho ninaamini all in all ni kwamba siku zote mwanamke ndo huaga anaangalia na kujua kipato cha mwanaume wake na kutaja mahali ambayo inaweza ikawa inafaa. Hata kesho na kishukutwa wakija kuachana, basi kuna uwezekano pia wa pesa ile ikarudishwa, aidha isiporudishwa yote basi hata nusu ya ile pesa. Sasa unapiga hesabu, mtu kama Kiredio ambaye kwa sasa ni kweli jamani anaweza akatoa milioni 20 kuweza kumchukua Vidola, lakini moja kwa moja ni kama imeonekana wazi kwamba kuna baadhi ya ndugu ambao wameshaanza kuweka tamaa, hata kama wameshaona kwamba mtoto wao ana date na mtu maarufu na mtu ambaye anajiweza kwenye ishu ya kipato. Lakini ifahamike Vidola na Kiredio kwa sasa wapo kwenye utafutaji na wapo kwenye kutengeneza maisha. So ndugu wakitengeneza mazingira ya kuwabana na kuwafanya wasiweze kuishi katika malengo yao, nafikiri ni jambo ambalo kidogo halijakaa vizuri. Lakini tunaendelea kuombea na kufuatilia zaidi kwamba familia ina support na inapenda sana anachokifanya Kiredio, na hata kwenye ishu ya lifestyle ya kimitandao yani unaweza ukaamini kwamba yani familia kwa sasa iko bega kwa bega kumsupport Vidola na iko bega kwa bega pia kumsupport Kiredio. Yani familia zote kwa sasa zinaongea vizuri na wanasupportiana. So kilichobakia kwa sasa kwa Kiredio
ni kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kama ni mwanamke amempata mmoja kati ya wanawake ambao wanapitia vishawishi vingi sana ni Vidola, na alishawahi kuzungumza kwamba ukienda kwenye DM yake kuna baadhi ya watu wengi sana, ukiachana na watu wa nchini Tanzania, nje ya Tanzania, watu ambao wanamsumbua, mastaa tofauti kutokea Kenya, mastaa kutokea Uganda, kutokea Burundi, Rwanda na sehemu mbalimbali wamekuwa kimdm kwenye akaunti yake ya Instagram. DM anazozipokea za watu maarufu, lakini pia na mapedeje, watu wenye pesa zao. Nafikiri angeweza kufanya maamuzi ya kuachana na Kapuku Kiredio. Ukifuatilia DM za Vidola za watu matajiri ambao wanamsumbua na kutaka aweze pia kuingia kwenye ndoa na wao, basi nafikiri leo hii ninavyozungumza kwamba Kiredio angekuwa tayari kashapigwa chini moja kwa moja, yani hili halina shaka, lakini kaamua kutulia, kufocus na issue za DM amekuwa akizipotezea, na mpaka unaambiwa Kiredio mwenyewe ni shahidi, amekuwa akionyeshwa baadhi ya DM ambazo zinaingia kwenye account ya Instagram ya mtoto Vidola. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba Kiredio asijisahau na asione kwamba labda pengine Vidola ni mjinga sana ama ni mpumbavu. Hapana, mwanamke always siku zote anapoamua kutulia na kuweka malengo na wewe, it means kwamba sio mjinga au sio kwamba labda haoni wengine ama hatongozwi. Hapana, Vidola anatongozwa kinoma noma. Muonekano alionao, umri alionao, ni lazima atapitia changamoto na vishawishi mbalimbali ambavyo kawaida tena kwenye mitandao ya kijamii. Ukiangalia ni mtu ambaye ana influence kubwa na ana followers wengi, ni lazima atapata usumbufu wa kutosha, kuanzia wasanii wa Bongo ambao wana pesa, lakini pia baadhi pia watu matajiri hapa Bongo na hata nje ya Bongo. Ni jambo la kawaida. So nafikiri niwatakie kila laheri na tuendelee kuwaombea hawa ndugu zetu kwenye jambo ambalo kwa sasa wanalipanga la kuingia kwenye ndoa, kwa sababu nafikiri shetani huaga na yeye anapitiaga kwenye baadhi ya vitu vya heri, ambapo kwenye mahusiano ya kawaida shetani anaendelea kuwapa nguvu ya kudumu, lakini wakiingia ama kianza kufanya maandalizi ya ndoa, basi shetani na yeye anaingilia na kuleta pia ya kwake ili mradi ndoa iweze kufarakana. So nafikiri the good time kwa sasa ni kuombea Kiredio na Vidola waingie kwenye ndoa salama salmini, lakini all the best pia tunategemea kuona kwamba mtoto akija kipatikana ndani ya ndoa itakuwa ni the best sana. Kila mmoja anaweza akafurahia kama alichokifanikisha Juksi. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni kuingia kwenye ndoa na kumpata mtoto wa kwanza ndani ya ndoa, sio nje ya ndoa. So hata kwa Kiredio the same, imekuwa ni dream yake pia kumpata mtoto ndani ya ndoa, na nina imani kabisa kwamba inawezekana. Issue ni kuweka focus na malengo ambayo yanaweza kuwa ni the best kwenye maisha ya Kiredio na Vidola. Sasa cha msingi tukutane kwenye upande wa comment. It's me msanuaji kama msanuaji, and this is how we do ndani ya platform ya Hatboy Media. Hala, tukutane next time kama kawaida.